Acha nikwambie ukweli. Masomo ya humanities, social science, fine arts and performing arts, languages and communication arts, haya ni masomo ambayo yana ushindani mkubwa kwenye soko la ajira. Sasa hapa nimekupa kozi 5 nilizozipendekeza. Kama ukiwa interested, unaweza kuzichagua na ukafanya utafiti zaidi wewe mwenyewe. Lakini unaweza kushare video hii kwa watu unaowapenda ili na wenyewe wapate elimu hii. Twende moja kwa moja, lakini kozi namba 1 ndio itakuwa na mashiko zaidi, kwa hiyo tukae mpaka mwisho. Kozi namba 5 ni education, au kwa Kiswahili unaweza ukaita ualimu. Sasa kwa nini ualimu nimeiweka hapa kwenye listi yetu? Namba 1, hata ukikosa serikalini bado una backup ya kuajiliwa shule za private. Lakini tambua kuwa shule za private nchini Tanzania kila siku zinazidi kujengwa, kwa hiyo elimu itaendelea kuwepo tu na walimu wataendelea kuhitajika tu. Kozi namba 4 ni journalism. Kwa Kiswahili unaweza ukaita uandishi wa habari. Tambua kuwa nchini Tanzania media zinazidi kuongezeka, hususan nazoongelea hapa ni online media. Kwa hiyo ukiwa journalisti mzuri, ukiwa journalisti mwenye kipaji na ubunifu, medias zitakuhitaji tu wenyewe. Kwa hiyo journalism ni miongoni mwa kozi nzuri za humanities ambazo kijana anaweza kaenda kusoma. Kozi namba 3 ni public administration. Sasa kwa nini public administration nimeizingatia hapa? Namba 1, public administration inaingia sehemu nyingi, mfano inaingia halmashauri, taasisi za umma, kuna NGOs na kampuni binafsi. Kwa hiyo public administration inaingia sehemu nyingi. Kwa hiyo hata kama ukikosa serikalini bado una backup ya kuingia kwenye NGOs au private. Kozi namba 2 ni human resource management, kwa kifupi unaweza ukaita HRM. HRM ni miongoni mwa kozi zinazoingia sehemu tofauti. Mfano unaweza ukaajiliwa halmashauri, mashirika ya umma, benki, hospitali, shule na vyuo, au NGOs na mashirika ya kimataifa. Kwa hiyo hata kama mfano haujaajiriwa serikalini, bado unaweza ukapata kazi kwenye mashirika au kwenye kampuni na ukawa HR wa kampuni fulani. Kwa hiyo HRM au HR, Human Resource Management, ni kozi ambayo inakupa backup. Hata ukikosa ajira sehemu fulani, maybe serikalini, bado unakuwa na option ya kuingia sehemu tofauti. Na kozi namba 1 ni sheria. Kwa kizungu unaweza ukaita law. Sasa kwa nini law nimeiweka hapa kuwa kozi namba 1? Namba 1, law inaingia sehemu nyingi. Mfano kuna mahakamani, kuna benki, kuna mashirika ya umma, kuna mashirika yasiyo ya kiserikali, mfano NGOs, kuna kampuni binafsi. Lakini law au sheria, ukisoma vizuri mpaka ukaenda uko law school, unaweza ukawa advocate. Kwa hiyo sheria ni miongoni mwa kozi ambazo zinakuwa zinaingia sehemu nyingi.